hatimaye ni leo. Ni siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu nyote. Kwetu ni kitu, kwetu ninyi ni ndugu, leo na kesho. Harusi maua ng'ari ng'ari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua tabasamu, suti na shela, wacha tufurahi, sote tufurahi. Sweetie, haikuwa rahisi tufike my baby leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sweetie baby, haikuwa rahisi tufike my love leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu Sweetie ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja. Tualika kwa jambo lao lenye hekima, lakini pia lenye upendo, lakini pia lenye agano mbele za Mwenyezi Mungu. Tunakwenda kuanza shughuli hii kwa ajili yao watoto wetu ambao wameungana pamoja kwa ajili ya kuunganisha familia hizi mbili. Mimi naitwa MC Mwakajange, nitakuwa pamoja nawe kuanza sasa mpaka kuhitimisha shughuli yetu. Na sasa naomba tuwakaribishe wazazi akina Mwarukasa waweze kuingia ili tayari kuwakaribisha akina Marwa kutoka kule kanda ya Ziwa. DJ pamoja na cameraman, naomba tuwalete akina Mwarukasa. Twende kazi. Tuungane na akina Mwarukasa kwa ajili ya kuwa pamoja nao, tujiandaa kuwapokea akina Marwa kutoka kule kanda ya Ziwa. DJ, tuelekee Mbeya. Sasa tucheze pamoja Wanyakyusa, twende ni pale tuungane na akina Mwarukasa tayari kuwapokea wageni wetu. Usa
Sasa naomba akina Mwalukasa tusimame hapo tulipo. Wageni wetu tayari wamekwisha kufika Marangoni kutoka kule mkoa wa Msoma. Akina Marwa wamefika, wako Marangoni, nasi tuko tayari kwenda kuwapokea. Tutakwenda na loli, lakini tukifika hapa lazima tucheze ngoma za mkoa wa Mara. Nafikiri ndio ishara nzuri ya kuwapokea wageni wetu. DJ na loli, akina Mwalukasa, tunakwenda kuwapokea wageni wetu. Tayari tujoin pamoja na serikali. Marwa
upande wa kina Marwa, upande wa kulia kwangu nikielekea stage. DJ, tuendelee wakati wazazi wanapenda kuketi. Haya, nitungu. Haya, asante. Ndugu zetu kutoka Mara walisema chuma ilikuwa imeshika moto, kwa hiyo uliwakatisha ghafla. Naomba sasa tuketi na wazazi, mambo yetu yanazidi kunoga, na sasa tutawaleta kwenu bestman pamoja na matron ambao watakuja kufika hapa tayari kuhakiki usalama wa maharusi wetu. Baada yao tutawakaribisha maharusi wetu. DJ, naomba walete bestman pamoja na matron. Karibuni. Yesu makofi kwa ajili yao. Wageni walikuwa mabibi na mabwana, karibuni jioni ya leo ambayo imempendeza Mungu tuwe pamoja kwa ajili ya kusherekea tendo hili takatifu machoni pa Mungu, kwa watu wawili kuungana kwa pamoja kama vile ambavyo agizo la Mungu linasema. Hawa si wengine, ni Sara pamoja na Ezekiel, na kama sisi sote tumekuja kwa ajili yao, naomba tusimame tuweze kuwapokea. Sara pamoja na Ezekiel, naomba tusogee langoni na DJ yuko tayari kuwaleta ndani ya ukumbi. Hatimaye ni leo, ni siku yetu, siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wetu, tulikitu, wetu ningini mtuku, leo na kesho. Harusi maua, mari mari wanapendeza. Leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu, Sudi na Sheila. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Leo siku yetu muhimu ya harusi. Haikuwa rahisi Makofi kwao Sara pamoja na Ezekiel. leo hii. Leo siku yetu muhimu ya harusi. Sasa nyumba moja, Wote mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja. mpe Mungu shangwe na makofi na vigelegele. Nawe pokeza heshima na kadhisha, tuwe pamoja. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi waliona, wakaturuhusu kwa furaha wakasema
sawa na wasimamizi wetu. Naomba tupige makofi ya shangwe sana kwa maharusi wetu, namna walivyopendeza. Na kwa sasa niombe sasa Bessman, chukua nafasi yako, na Matron kachukue nafasi yako. Wakati huu niombe Wanyakyusa pamoja na watu wa Musoma wakuja kutoka kule Mala, tusogee kwa watoto wetu tuweze kuburudika pamoja nao, tufurahi. DJ tulete Wanyakyusa, tuko wapi? Naomba wakuja tusogee, tujifunze nyimbo za Kinyakyusa. Tunatengeneza duara, tunawazunguka watoto wetu. Wakuja na Wanyakyusa, karibuni. Mambo ya nyumbani. Wazazi wa dunia waketi. Haya, tukaketi wazazi. Kama niliposema awali, leo tunafurahi kwa sababu ya watu wawili, Ezekiel pamoja na Sara, ambao
wametukusanya katika ukumbi huu tuweze kufurahi kwa wao kubarikiwa na Mungu kuwa mwili mmoja. Na sasa rasmi tunaanza shughuli yetu kwa familia ya Mwalukasa pamoja na familia ya Malwa. DJ, naomba sasa tupate mziki wakati matron na bestman wanakwenda kuketi kwenye viti vyao, alafu nipate shughuli na maharusi wangu. Naomba bestman keti pamoja na matron. Wakati huu niombe sasa, kama nilivyotoa utaratibu mwanzo kwamba familia ya Mwalukasa iko pale, familia ya kina Marwa iko hapa, lakini tunao watumishi wa Mungu, wachungaji pamoja na maaskofu. Sasa niombe kiprotoko, kama ni askofu au ni mchungaji akaribie tuweze kujikabidhi mikononi mwa Mungu kwa ajili ya ufunguzi wa shughuli yetu. DJ, naomba umlete yule aliyeandaliwa. Karibu. Ni mkaribishe mchungaji kwa ajili ya ufunguzi wa sherehe yetu. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wamebarikiwa kwa ajili ya binti yetu, kwa ajili ya kijana wetu? Piga makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Mimi naitwa Pastor Alicia Celestini Alfred. Nimeokoka na mpenda Yesu. Niko hapa kwa kumwakilisha baba yetu na Askofu Tetemeko. Haleluya. Tunaenda kuomba kwa ajili ya kufungua kipindi cha mabinti zetu au mabinti yetu na kijana wetu. Wote kwa pamoja tujikabidhi mikononi mwa Mungu. Tunaenda kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, uketie palipoinuka mbingu na kutawala, tunakushukuru Jehova, Mungu wa amani, Mungu wa uzima. Tazama wakati huu na muda huu Bwana, tunajiweka wakfu mikononi mwako na mbele zako. Tazama watoto wako wa kike na wa kiume. Mungu, tunakuinua, tunakushukuru, tunakuabudu. Wakati huu Bwana, kuna wamama, kuna wababa, kuna watoto, kuna mabinti. Tunakuomba utubariki, tunakuomba utuatamie, tunakuomba utufunike. Kila adui aliyesimama, kila adui atakayejiinua juu ya sherehe hii, juu ya watu wako, magharibi, mashariki, kaskazini na kusini, akapate kushindwa. Ndoa hii Bwana ya binti Sara na ya yule Ezekieli, Mungu tunamweka mikononi mwako na mbele zako. Kila adui atakayesimama katikati yao, akaharibiwe, akateketezwe, kwa sababu hana nguvu wala mamlaka. Hii ndoa ni ndoa takatifu iliyobarikiwa na Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna silaha itakayosimama kuharibu wala kuteketeza. Watu wako wote ninawaweka mikononi mwako na mbele zako. Jehova wawatamie, Jehova wafunike. Mungu wa amani, tunapoanza vipindi hivi vyote tukavimalize salama, tukavifunge salama, na kila anayetoka mahali hapa akatoke kwa amani, akatoke kwa nguvu zako Bwana, akatoke kwa uweza, akatoke kwa manufaa. Mwana mfalme wa amani, tunasema asante. Kila mmoja sema amen. Hebu na aseme mmoja kama kuna kinyamkela kitakatiza hapa au kuna kipepo kitavuruga hii ndoa. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Asante sana kwa huduma yako njema. Niombe sasa bestman na matron mnaposogea, DJ walete bestman na matron, tutakwenda kupata utambulisho mfupi kutoka kwa bwana harusi pamoja na bibi harusi. DJ mixes pele kazi.
shughuli, nafahamu kwamba tunakula na kunywa, na kama tunakula na kunywa, lakini pia hali ya hewa ya Dar es Salaam ni joto, kwa hiyo yawezekana ukahitaji huduma ya kufuta jasho. Naomba wote mnifuatilie. Eneo hili lina njia ambayo unaweza kuingia huko nyuma. Ukiingia huko kwa jinsia yetu ya Adamu na Hawa, unapata maelekezo huko nyuma namna gani Adamu akafute jasho na Hawa akafute jasho. DJ, lete maneno wakati bwana harusi anajiandaa kwa ajili ya tambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda wote. Asanteni kwa kushiriki wote. Naomba kwanza nianze kumtambulisha baba na mama. Pia nitambulishe mama yangu mdogo kutoka Mbeya, kasafiri kwa ajili ya jambo langu. Pia naomba kuwatambua bibi na babu. Asante sana. Shangazi zangu wote popote nilipo. Baba yangu, mshenga wangu, mjumbe mawazo. Pia naomba nitambue uwepo wa wajomba zangu wote. Wajomba tafadhali, wajomba tujawaona jamani. Wajomba msimame, wajomba wote kwa umoja wenu. Wajomba mama hawa. Haya, tuendelee. Nitambue pia uwepo wa wadogo zangu wote walipo. No matter where you go. Asante. Bila kuchelewa, dada zangu wote walipo. Remember the road that will lead you home. Bila kusahau kwaya ya kanisani kwangu. Pia na umoja wa vijana wenzangu kanisani. Marafiki zangu wote wa kazini pamoja na shemeji zangu. Pia nitambua uwepo wa majirani wote wa kwa mzee Mbuya. Pia watumishi wa Mungu, wachungaji zangu popote mlipo. Na waumini wote wa kanisa hili walioshiriki hapa. Baadhi ya rafiki zangu hata mjasimama pale, muona Sophie, Frenki, mmekaa. Mungu awabariki, asanteni. Piga makofi mengi kwa bwana harusi kwa ujasiri mzuri na utambulisho mzuri sana. Pigie makofi mengi ya pongezi. Asante. Sasa naomba niende kwa bibie Sara kutoka kule Mara kwa Wakulia. Jamani, hebu piga makofi mengi kwa ajili yake. Haya, Patron, naomba ukamate ua lake na tupe nafasi ya kutambulisha ndugu jamaa na marafiki. Karibu. Bwana asifiwe. Kwanza napenda kutambulisha wazazi wangu, baba na mamangu. Naomba msahabu mfupi. Baba zangu wakubwa na mama zangu wakubwa
baba zangu wadogo na mama zangu wadogo, bibi zangu popote mlipo, hawa msimame nipunge mikono. Kaka na dada zangu, naomba msimame nipunge mikono. Na rafiki zangu, naomba msimame nipunge mikono. Asante sana. Na wote mlioshiriki, karibuni na Mungu awabariki sana. Haya, sasa naomba nirudishe maiki kwa Ezekiel, mume wako. Kama atakuwa na nafasi ya kukutambulisha wewe, akutambulishe, alafu atairudisha kwako. Kama unaweza kumtambulisha yeye, na wewe pia mtambulishe, au unasemaje? Karibu sana. Cha kwanza niombe radhi kwa kakangu, nisahau kumtambulisha kaka yangu Samueli. Asante sana Samuel, karibu. Cha pili nitambulishe ubavu wangu, mke wangu kipenzi aliyeninyima usingizi kwa siku hii. Ndiye sana. Jamani sana. Jamani Sara, mume wako anakutambulisha. Jamani, umesimama kweli kweli. Hebu rudia utambulisho kidogo sasa. Hebu rudia, hebu tambulisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niwatambulishe ubavu wangu leo, ninyima usingizi kwa muda mrefu, nitaupata lini? Oh, kama Sara. Karibu sana. Ikikupendeza, naomba umtambulishe mume wako. Kijana Tesa mwalesima pembeni yako hapa ni mume wangu kipenzi, nakupenda sana mume wangu. Sasa naomba niwajue wale mnaosema wakulia non romantic, wakulia kweli kweli. Sara mmemwona, piga makofi kwa ajili yake. Asante sana. Wakati huo sasa niombe huwa linarudi kwa bibi harusi, na baada ya kupata utambulisho huo tutakwenda kufungua champagne. Wako vijana ambao wanashirikiana pamoja na Ezekiel kwenye vikundi vyao vya kwaya, na wao wameandaa utaratibu namna ya ufunguzi wa champagne. DJ waweza kuwaleta on the stage. Karibuni. Kwa baraka kwa wazazi pale zote mbili. Champagne ziko mbili.
Champagne inapofunguka ni baraka kwa wanandoa. Mama, sasa buti. Alafu moja kwa wazazi na mwingine kwa wazazi. Shika glasi yako au kinywaji chako, watapita kushare na wewe champagne, ili baadaye tunatosi baraka za harusi wetu ya jioni ya leo. Twende chini. Tusimame tukiwa tumeshika vinywaji vyetu, tutatosi kwa ujirani wetu tulionao mezani, lakini watakao tuongoza ni hawa maharusi wetu. Na baada ya hapo watapita mezani kutosi pamoja na wageni walikwa, ikiwa ni ishara ya kuwashukuru, kuungana pamoja nao na kufanikisha jambo lao. Ezekiel pamoja na Sara mtatosi, lakini Desmond pamoja na Matroni na ninyi mtatosi pamoja. Ingeni mfano wa maharusi wa leo na mkao kama waliokaa wao. Lakini niombe sasa wageni walikwa ambao tunawatakia mema maharusi, tusimame na tushike vinywaji vyetu. Wageni walikwa tunawatakia mema maharusi, tusimame na tushike vinywaji vyetu. Wageni walikwa tunawatakia mema maharusi, tusimame na tushike vinywaji vyetu. Tunapohesabu namba 3 kwa utatu mtakatifu, tunafanya cheers, alafu maharusi watakuja kuwasalimia kwenye meza zenu.
Kwa jina la Mungu Baba, kinywaji kinakwenda juu, na la Mwana kinashuka chini, na la Roho Mtakatifu. Cheers! Itende kazi. Mwapokee maharusi wanapokuja mezani, tutosi pamoja nanyi. Wakati huo mwandaji wa keki naomba usogee karibu nami.
lakini tulikuwa tukimsubiri kwa hamu baba askofu ili tuweze kupata baraka zake. Na sasa kwa hatua tuliofikia, nami kama MC ninayo mamlaka ya kumkaribisha baba askofu ili aweze kusema neno kabla hatujaelekea kwenye tendo la kukata keki. Nichukue nafasi hii kukaribisha baba askofu kwa heshima yako ili uweze kusema neno, na baada ya hapo tutakuwa na tendo la kukata keki. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana kwa sherehe nzuri hii. Naamini Mungu yuko hapa, muwe na amani ya kutosha. Nimechelewa kidogo, lakini naamini Mungu yuko pamoja na ninyi hapa. Nitumie nafasi hii kusema maneno machache kwa ajili ya vijana hawa ambao wametimiza lengo lao leo la kufunga ndoa na hatimaye saa hii tunasherehekea hapa. Neno langu dogo tu kwao, wakapendane. Mume ajue kuwa yeye sio kijana tu, ni baba wa familia, alikuwa yeye kuianzisha. Na mke ajue sio binti tena, sasa anaenda kuwa mama. Kwa hiyo dia za kibinti acha nazo, aanze kuishi kama mama. Lakini kubwa kuliko yote, mke ajue kuwa sasa anamilikiwa na mume wake, na mume ajue achane na wazazi, ashikamane na mke wake. Na niseme pia, leo tunasherehekea pamoja tukiwa nao hapa, lakini wanapotoka hapa wanaenda kuanzisha maisha yao. Sasa kuna watu ambao huwa wana tabia za kufuatilia maisha ya watu walivyoanza. Tafadhali sana, naomba muache na maisha yao. Wakibebana mgongoni ni wao, wakitembea wamekumbatiana ni wao. Wale maneno wanajifanya wanapendana sana, yaishie huko huko. Mume, mpende mke wako. Mke, mtii mume wako. Usipeleke sheria, peleka maombi au maoni. Ukienda na sheria, mambo yataharibika. Tunaelewana vizuri? Mungu akubariki. Najua bado mpo na nini. Niseme jambo lingine, msiwasumbue wazazi. Kuna mambo madogo madogo yametokea. Baba yenu nipo usiku mchana, nitawasaidia. Mungu akubariki. Wageni walikuwa Santa DJ, baba askofu. Wapendwa, haya maneno hayajengi ndoa mpya tu, yanajenga hata hivi viporo ambavyo vilichacha. Baba askofu, naomba nimtambulishe mke wangu mpenzi, asimame pale alipo. Baba askofu, nilipata maneno kama haya uliyoyasema miaka 24 iliyopita, na ndiyo ambayo yamelinda ndoa yangu mpaka leo hii.
na nyinyi mkiyafuata hayo. Kwani mimi mzee nikiamua kuwa sioni, lakini nayo ile ya miaka 24 iliyopita. Baba Askofu, asante sana kutujenga tulio wa zamani na hawa wapya. Asanteni sana wachungaji, asanteni kwa huduma njema. Baada ya hapo sasa niombe utaratibu wa kukata keki, na baada ya hapo tutafuata utaratibu maneno kutoka kwa wazazi pande zote mbili, upande wa kina Mwalukasa na upande wa kina Marwa. Utaratibu wa kukata keki, lakini keki itaambatana na maneno kutoka pande zote mbili za wazazi wetu. Naomba matron pamoja na besiman tuwasaidie maharusi kupokea mizigo walionayo mikononi, alafu tuelekee kwenye meza. Tunanyanyua kisi juu, utatu ule mtakatifu. DJ taratibu na mziki wako taratibu, tunakwenda kupata kitu. Twende. Pigie Mungu shangwe za makofi na vigelegele kwa ajili ya maharusi wetu mafupi, na baada ya hapo tutaelekea kwa kina mama. Wapiga picha wako tayari, lakini matroni yuko tayari kumtia nguvu Sara kusikiliza maneno machache, lakini hata katika tendo la kukabidhi keki. Naomba kukabidhi keki hiyo Sara aweze kuipeleka ukweli. DJ taratibu. They don't know what's going on. One like this, one like this, one like this, my baby. I'll be so careful. I'm getting the time to go through. You should know I got it. I don't need to get with you. Holy God, Music Surgery. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mke wa ujana wako. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mume wa ujana wako. Ayoyoyo mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. Ayoyoyo mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. We mzuri mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. Ninakupenda mwali wewewe, lolololo sweetie wewe. Nakupenda wewe, nakupenda wewe. Mungu kanipa wewe kama zawadi, unifae katika shida na raha. Mungu kanipa wewe kama kipaji, nianze mwanzo mpya wa furaha. Nakupenda mwali wewe, we mzuri lolo wewe. Nakupenda sweetie wewe, we mzuri lolo wewe. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Wewe ndiye niliyepewa
ninakupenda mwali wewe, lolololo sweetie wewe, ninakupenda mwali wewe, lolololo sweetie wewe, nakupenda wewe, nakupenda wewe. Usiku wa leo umebarikiwa, mwana mwali umebarikiwa, marafiki wamebarikiwa, ndugu wazazi wamebarikiwa, na wageni wamebarikiwa. Ase, leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Nataka nikuite wema. Nikuombe sasa bi harusi. Bibi harusi taratibu. Taratibu, shika bega. Yes, namna hiyo. Mashallah. Yes. Sasa pale ulipoweka keki unahakikisha kama kwa salama kwa kufika. Yes. Naam. Namna hiyo. Haya, twende zingine. Sasa ndugu yangu, ninaweka kwa hivyo sijui. Haya, twende. Hapana. Haraka hapa. Mama kamata bega. Yeah. Baada ya hapo tunarudi nyuma, niombe Bestman na Matron, na sisi tuangalie ile miaka kadhaa nyuma tulifanya nini. Msaidie kwa kipande cha keki. Wakati huo niombe kamati ya chakula. Kamati ya chakula tuwe tayari. Yes, namna hiyo. Walimu hao, watangulizi wenu hao. Baba Askofu, hiyo ni ishara kwamba watoto wako bado ni wapya. Hayo mambo kwao ni wageni kabisa. Asante sana. Sasa naomba bi harusi pamoja na bwana harusi tunapanda pale juu, alafu Bestman na Matron kushoto pale kuna viti viwili. Naomba tuketi. DJ tunapata na burudani. Kila siku maishani mwangu ningeainisha maisha. Nimekuchagua uwe wangu, wangu wa maisha, wangu fana kimbiza washani. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Njaa ilipowakabili wenye ukoma waliotengwa, wakasema kuliko tufe hapa kwa njaa, ni bora tuende kabila wa Shami.
Nyanyua juu keki. Juu kabisa. Mwenyekiti na kamati yako. Juu kabisa, nyanyua juu keki. Naomba keki ipokelewe juu kabisa. Safi kabisa. Baba Askofu, nitatembea hapa kanisani kwako, tatengeneza wimbo maalum. Nafikiri kwa kuimba hivi umejua kwamba naweza. Sijui kama nitapata kibali, takuja kidogo. Nikukaribishe mwenyekiti wa kamati uweze kusema machache, lakini pia kutambulisha kamati yako. Naomba tupige makofi ya shangwe kwa kamati ya maandalizi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wageni waalikwa wote, tunafurahi kuwaona kwa umoja wenu. Naendelea kulishukuru kanisa, limetufanyia mambo mazuri sana kwa kweli. Mungu wangu awakumbuke. Naomba sasa nichukue tena fursa hii kuwatambulisha. Hii ndio kamati ambayo imeratibu shughuli nzima. Nitataja kwa haraka. Mimi ndiye mwenyekiti wa hii kamati, naitwa Esau Mwamboma. Tulikuwa na mtunza hazina, naomba ajitambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Matilda Steven Mulungu Mzazima. Tulikuwa na katibu Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mrs. Lilian Lufingo Mbuya, ni katibu. Ninakwenda kwa magrupu. Tulikuwa na kamati ya chakula, naomba wanyoshe mikono walipo. Kamati ya mapambo, wanyoshe mikono. Kamati ya mapokezi, kamati ya vinywaji, kamati ya ulinzi na usalama, wengine wako milangoni. Asante sana. Ndugu MC, bado ulisema tutambulishe pia zawadi. Kijana wetu yuko vizuri, tumekwisha wasiliana naye, lakini kiusalama hatuwezi kuisema, maana ukitamka tayari kuna mambo mengine yanaweza kufuata ambayo sio mazuri, lakini tumemkumbuka vizuri tu na Mungu ambariki. Amen. Asante sana mwenyekiti, asante kwa utambulisho mzuri wa kamati. Nuru, sogea.
Ulikuwa kwenye kamati gani? Kamati ya usafiri. Jamani, ogopa sana mtu anakuwa kwenye kamati ya usafiri, alafu kwenye hiyo kamati ya usafiri afu yeye mwenyewe anakuwa dereva wa maharusi, yaani anakaba mpaka pale pa mwisho, yaani kamati ya usafiri, alafu usafiri wenyewe anauendesha mwenyewe, hapo anawaendesha maharusi. Sasa nasema mbele ya watu kwamba ile posho sijapata, ndugu yangu. Mwenyekiti, ubarikiwe sana. Huyu jamani ni anko wangu, kwa hiyo nilipofika hapa naona yeye ameshika usukani anaoendesha maharusi, nikasema anko wangu sasa amekomaa barabarani. Naomba tumpigie makofi mengi ya shangwe. Sasa Sara, lile neno la mwisho la mwenyekiti, ukawe na hekima. Sio unaenda kukunja suti ya mume wako unasema walisema usalama, ina maana mzigo ni mkubwa. Ni mzigo wa kawaida tu ambao sawa. Usije ukaenda ukaharibu hali ya hewa ukasema labda ni nani namna gani. Kwa ni mzigo wa kawaida ambao hatukutaka kuutangaza, na upo tu, upo. Na ninyi mmesha kuwa mwili mmoja. Kwa kama ni mwili mmoja, haina haja ya kukumuliza mwenzako wala yeye kukuuliza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tupate picha nzuri. Wakati huo sasa sogea tupate picha nzuri. Wakati ule mwenyekiti alikuwa anazungumza. Yeah. Tucheze pamoja sasa. Karibuni wageni walikuwa kufurahi na maharusi wetu. DJ Remix. Zunguka,
mapongezi kwa maharusi wetu. Baada ya chakula, tutakuwa na ratiba ya kutoa mkono wa pongezi kwa maharusi wetu. Kumbe wanawake wanaweza bwana. Lakini pamoja na hayo yote, nimepewa ombi moja, niite wanawake wote watacheza kwaito, watacheza twisti na bibi harusi. Kwa hiyo wanawake walioko hapa ndani, kwa sababu wanaweza. Sasa kama mimi tu nimeshindwa, nikisimama hapa napigwa kwenye tu, njoo saizi kisha chakula, njoo saizi waambie maharusi wakae. Lo, haya, niombe sasa wanawake, DJ walete wanawake wote. Simama hapo. Simama hapo. Nikuombe baba mchungaji, ombea chakula. Tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Tuko mahali hapa kwenye harusi. Tunaomba Mungu tulinde. Neema yako iwe pamoja nasi. Vyakula vyote vitakavyotoka, yoyote atakayekula chakula hichi, Mungu, kiwe nguvu, kiwe neema juu ya maisha yake. Kibarikiwe, kiwe na utukufu wako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kushukuru. Amen. Amen. Niombe maharusi, tutakuja taratibu, tutachukua meza ya baba askofu na wachungaji walio kwenye meza ya baba askofu kuelekea kwenye meza ya chakula. Wakati huo hapa tunaendelea na burudani. Kama tulishia kwenye twisti, tunaendelea kwenye twisti. Kama ni kwenye kwaito, tunaendelea kwenye kwaito. Amna slow music ya chakula hapa. DJ, twende kazi. Maharusi, twende kwenye chakula. Kamati ya chakula naomba tuingie kazini kwa ajili ya utaratibu. Kamati ya chakula tafadhali, usiwe na foleni, tupenge utaratibu mzuri. Niombe akina Marwa kuingie nyuma ya meza ya maskofu. Wakwe zetu akina Marwa, naomba tuwe nyuma ya wachungaji na maaskofu. Karibuni.
tunga makabingi, wale kakutu mamo tunatanga. Pinga na kapinga na ya. Pinga na kapinga na ya. Je m'appelle Coupé Bibamba. Je m'appelle Coupé Bibamba. Sinapoti abimina malembe. Sinapoti abimina malembe. Tunapoendelea, asante, tunakwenda namna hiyo.
ni usiku wa Ezekiel pamoja na Sara. Je, una pause kidogo. Tunakwenda namna hiyo, ni usiku wa Ezekiel pamoja na Sara. Wakiwa pamoja nami MC Mwakajange, na sasa tuna ratiba ya chakula. Tunakwenda kupata chakula, na baada ya chakula tutakuwa na ratiba ya kutoa mkono wa pongezi kwa wawili hawa ambao leo walifanya maamuzi magumu ya wao kuwa mwili mmoja na kufanya maisha yao endelevu mpaka kifo kitakapowatenganisha. Wageni walikuwa bwana, naomba tuwe tayari sasa. Baada ya chakula tutakuwa na ratiba hiyo ya mkono wa pongezi. Would you cry if you saw me crying? Would you stay for us tonight? Would you tremble if I touched your lips? Asante. Nikiendelea na shughuli hii, MC Mwakajange, tuko kwenye ratiba ya chakula pamoja na hao ambao ni wadhamini wa ndoa hii. Abdulrahman akiwa kama best man, lakini pia dada Queen akiwa kama matron wa bibi harusi. Na sasa tuko kwenye ratiba hii ya chakula. Hawa wawili wamekuwa ni wazoefu, hivyo basi wamepata kibali kuwa wadhamini wa ndoa hii ya Ezekiel pamoja na dada Sara. Mungu awabariki na maisha mema kwenu. Wageni walikuwa mabibi na mabwana, karibu tuendelee na ratiba ya chakula, na hii ndio meza ya wazazi wa Ezekiel ukoo wa Malokasa. Lakini tukizama kule tunakwenda kwenye meza ya ndugu zetu kutoka kule Musoma wa kulia ambao wanatuchezesha ngoma nusura ya kuvunja shingo. Wageni walikuwa mabibi na mabwana, tusisimame mezani kabla hatujanyanyuliwa na kamati ya chakula. Tunaendelea na burudani. Naomba tuzingatie sana, unapokuja naomba zawadi yako kabidhi hapa mezani. Ukija hapa unakuwa kusalimia maharusi, unasimama nyuma yao, unapiga picha, unarudi kuketi. Zawadi inapokelewa mezani hapa. Unasogea hapa, unawashika mikono maharusi, unazunguka nyuma yao, tunapiga picha, unarudi kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niombe tuzingatie, eneo la kuingilia ni hili, unakabidhi zawadi hapa, unashika mkono maharusi, unapiga nao picha, unarudi kuketi. Wazazi wa bwana harusi, je, twende kazi. Aliyechelewa kuleta jina, naomba alete jina kwa wakati huu. Kabidhi zawadi hapo mezani. Best man na matron, simama kupokea zawadi. Na naomba liwekwe box la fedha. Najua tutakuwa na zawadi za fedha pia. Shika mkono, zunguka nyuma. Wanapofika maharusi tunasimama kuwapokea wanaotufikia.
Marusi tuketi. Ndio makini kinoma. Zingua. Si fresh wakianzia huko. Tunaanzia huko. Pita nyuma kabisa zawadi hapa. Unakuja unapiga. Twende speed, twende speed. Mashangazi. Akina shangazi mjiandae. DJ, ngoja. Naomba tuzingatie maelezo ili tuweze kutengeneza picha vizuri. Tuzingatie maelezo tafadhali. Pita nyuma ya maharusi, unatokea mkono huu ukiwakabidhi, ndio unazunguka nyuma kupiga nao picha. Kama ni zawadi ya kukabidhi mezani, basi unaiacha hapa. DJ tuendelee. Maharusi, wageni wanapofika tunasimama kuwapokea. Tuendelee. Twende spidi kidogo. Maharusi tuketi sasa tupate picha. Kishindo cha kina shangazi. Zawadi mezani. Zawadi mezani. Tunawashika mikono maharusi. Tunazunguka nyuma yao. Yes, namna hiyo. Wakasema kuliko tufe hapa kwa njaa, ni bora twende kabila Washamiri, ni maadui zetu siku zote. Twendeni tuombe chakula, na tena huenda tukauawa, lakini bora twende kabila Washamiri. Njaa ilipowakabili walioomba, waliotengwa. Ukipiga mziki picha toki wanacheza. Zoea lia kidogo, nyamaza ili uchungu uishe. Twende nyuma ya maharusi. Endelea nyuma ya maharusi. Basi laza itani, pete ya vitani, wakikuna waseme. Ipake vizuri sasa. Asante DJ. Acha waongee. Asante DJ. Maharusi tuketi. Haya. Tujipake vizuri, tuangalie kamera, tupate picha pamoja. Sogeni hivi. Wajiandae zoni ya Rida, zoni yake ya Rida. Mwenyekiti. Brother, sogea kidogo. Yeah. Wewe usogee kwa hivi. Yes, hapo sawa. Acha waseme singipinga, hakika wewe ni Mungu. Dunia na viumbe, na kuumea
Tulia, Marcus tuketi, tupate picha. Niombe DJ, marafiki wa MA karibuni. Ngoja DJ kwanza. Ngoja. Wewe mpe kitambaa mwenyewe atajifuta mwenyewe. Kitambaa. Jasho. Bado huyo jasho hizo. Haya, naomba mpige picha dada. Bado hajapigwa picha. Karibuni wageni walikuwa wote. Shetani na mama mkwe wake wanalia. Shetani na mama mkwe wake wamekalia misumari. Walijua nitakufa, hawakujua nina Mungu. Walijua nitakufa, mimi nasonga mbele. Walitaka nife kwa ajali, lakini hawakujua uwema wa Mungu umenizunguka. Walitaka nife kwa njaa, lakini hawakujua uwema wa Mungu umenizunguka. Walitaka nife kwa magonjwa, lakini hawakujua uwema wa Mungu umenizunguka. Umenizunguka, uwema umenizunguka. Umenizunguka, uwema umenizunguka. Zunguka, 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 zunguka. Sogee karibu na maharusi. Naomba turudi nyuma kidogo. Wageni walikuwa mabibi mabwana, niombe sasa tutulie ili tuweze kusikiliza maneno ya shukrani kutoka kwa aliyeandaliwa, na baada ya hapo tuhitimishe hafla yetu ya jioni ya leo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote ni washukuru wapambe au wasikilizaji kwa kazi yao iliyotukuka. Nakushukuru sana na shukurani zangu zinatoka chini ya uvungu wa moyo wangu. Mungu awabariki sana vijana wangu. Nikushukuru Ezekia na mkeo, kwa kweli mmetuheshimisha sana. Mungu wangu awabariki, awatunze, awapiganie, awatetee, awaponye. Ndugu waalikwa, nawashukuru sana kwa ujio wenu. Asante
kwa kuipamba shughuli hii. Kwa kweli namshukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Mungu awabariki sana kwa tendo hili ambalo mmelifanya. Kuja kwenu katika shughuli hii, naomba Mungu wangu wa mbinguni awakumbuke. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Naomba tumpigie makofi mengi ya shangwe msemaji wa familia kwa neno hili la shukrani. Naomba niwaombe sasa ya kiongozi wa catering ambayo tulisha kula jioni ya leo, kiongozi wa catering kampuni ambayo wametulisha chakula jioni ya leo. Lakini kama mtu wa mapambo yupo, naomba asogee, lakini bila kusahau watu wa Share Media ambao wamechukua kumbukumbu ya tukio letu la leo kwa kupiga picha za nato pamoja na video. Niombe wale wa chakula pamoja na mapambo, bila kumsahau DJ wangu ambaye alikuwa makini kabisa kuhakikisha kwamba kila mgeni mwalikwa anapata furaha. Kama watu wa chakula na mapambo wako mbali, basi naomba nihitimishe kwa kuwashukuru watu wote waliohusika kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba shughuli yetu inakwenda vizuri. Mimi naitwa MC Mkajange, nilikuwa pamoja nawe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa shughuli hii, na sasa tunatawanyika na wote tutasimama kuaga maharusi wetu. Maharusi wetu wanapotoka, niombe wageni walipo tusimame na DJ atawatoa. DJ watoe maharusi wetu. Nina hadithi ya mapenzi, ngoja nikuhadisie. Mwenye yangu matembezi, nusu kufa nizimie. Sasa inatosha, nimesahau hata masaa, sichoki kusema. Oh,